Beyond Online TV, mimi ni Braziliano, upande wa kameramani nipo na Rojo, hatimaye nipo na mkono wangu wa kulia ni captain wa timu ya FEB Espoir, ambapo ni ukuta wa Eriko, ambapo kwenye michuano yote hauwezi kupita bila kibali. Na kwenye upande wangu wa mkono wa kushoto ni kwamba niko na striker hatari sana, nyota wa zamani wa timu ya Baraka Musa. Nikizani Bilombe anavyomuona huyu jamani kwamba vichwa hapo moja iweze kukaa. Lakini hapa ndipo ambapo pale ambapo wanasemaga kwamba shoka ile kwenda kuungua mpini ukabaki. Tuko hapa katika harakati ya kupiga story mbili tatu kuhusiana na timu nzima ya FEB Espoir na mafanikio ya timu ya FEB Espoir. Angali siku za nyuma hapo ni kwamba tulikuwa na mambo mengi ambayo yamekwenda kuongeleka kwenye mitandao, na bila shaka malegend wa timu ya FEB Espoir wanadai kusema kwamba kwenye kizazi hichi ni kwamba wamevunja sana rekodi nyingi sana ambazo wazee wao walikwisha kuziandikisha. Nikizani hizo hapo ni tetesi ambazo zipo mtandaoni na kudai kwamba FEB Espoir ni kwamba viwango vimeshuka. Lakini tutapata kufahamu majina yao na tushuke moja kwa moja kwenye mada zetu. Kaka, mambo vipi? Poa kaka. Poa. Yani jitambulishe kwanza kwa majina, unaitwa nani? Sawa, mimi kwa majina naitwa Msenego Kilozo cha Balala. Yes. Ndo majina yangu ya soka. Captain wa timu ya FEB. Asante sana. Bwana, kwenye upande wa mkono wangu wa kushoto kaka, jitambulishe kwenye studio tu Beyond Online TV. Kwa majina naitwa Hurricane. Yes. Mimi ni mchezaji wa FEB Espoir. Yeah. Natumika kama striker. Asante sana. Nyota wa zamani wa timu ya. Mimi ni nyota wa zamani wa timu ya Baraka Musa. Asante sana. Ni kwamba moja kwa moja kwanza tujikite kwa upande wa mkono wangu wa kushoto, ambapo tumekutana na nyota wa zamani wa timu ya Baraka Musa, ni striker wa timu ya FEB Espoir, ambapo sasa hivi ni moja kati ya viungo ambavyo FEB Espoir wanategemea. Kifupi kwamba ni nyota wa timu ya FEB Espoir. Brother, ni kwamba tulitamani kufahamu kuhusiana na safari yako ya kutoka Baraka Musa na kuja kujiunga. Uliona kuna tofauti gani kati ya Baraka Musa na FEB Espoir? Nafikiri kujiunga kwangu inaweza kama maswali mengi sana kwa watu baadhi, ila jambo la kawaida tu kwa mchezaji, maana wagi natokea. Maana nilikuwa na mkataba na Baraka Musa, na pale mkataba wangu ulipoisha timu ya FEB Espoir ilinifuata, tukafanya maongezi na tukakubaliana kwa pande zote mbili, wakaridhiana, nikaja kujiunga na timu ya FEB Espoir. Na hadi sasa hivi wewe kwa upande wako unajisikiaje? Najisikia amani, kwa sababu mchezaji pale anapokuwa kwenye timu hiyo ndio timu yake. Kwa sababu niko kwenye FEB Espoir, ni timu yangu, naipenda na nitaendelea kuipenda siku zote. Ina maana kwamba siwezi kuwa na kinyongo wala siwezi sema kwamba nachezea FEB eti siipendi. Hapana, FEB naipenda na nitaendelea kuipenda kwa sababu ni chaguo langu sasa hivi. Asante sana. Na ni kwamba kuna watu wengi ambao wanakutazama mpaka sasa hivi. Tuzungumzie kidogo kuhusiana na maandalizi yenu zaidi ya mchezo ambao unakwenda kupigwa tarehe 25 hapo katika nusu finali za kambi. Nafikiri mchezo ni mgumu. Yes. Lakini tunawaheshimu sana wapinzani wetu, maana ni timu kubwa. Pia FEB ni timu kubwa. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa na upinzani mkubwa kuanzia uwanjani na nje ya uwanja. Ila sisi kama wachezaji wa FEB Espoir, nafikiri mwalimu ana mipango yake, tutakwenda kujiandaa ipasavyo kwenye mazoezi. Nafikiri mchezo utakuwa mzuri na tutakwenda kushinda mechi. Asante sana. Ni kwamba mashabiki wa FEB Espoir ni kama wanakwenda kukuona. Na kitu gani cha kuahidi mashabiki wa FEB Espoir kwenye mchezo wa nusu finali? Nitataka tu mashabiki wajitokeze kwa wingi, maana support yao ni muhimu sana katika timu yetu. Asante sana. Kuna majendari ambao walipitaga kwenye timu ya FEB Espoir ambapo sasa hivi wanacheza kwenye timu ya veteran. Wanadai kusema kwamba nyinyi mmekwisha haribu rekodi zote ambazo wao walikwenda kuziweka. Kifupi na hilo nalo unaweza kujibu nini? Najua ni kweli, maana sisi ni chipukizi na wao ndio makongwe walicheza, na kuna rekodi zao ambazo waliziweka kwenye timu ya FEB Espoir. Lakini sio kwamba tumeharibu rekodi zao, hapana, inategemea. Maana kuna baadhi ya mechi tunaweza kupoteza na kipindi wao walikuwa wanazishinda. Ila kwa sasa hivi sisi tuna rekodi ambazo tunaitengeneza tofauti na wao. Kifupi tu niseme malegend wao ni wa kutupa moyo, si wa kutuvunja moyo. Kwa hiyo wajitahidi, wao wanatusogelea karibu tena kwa wakati kama huu mgumu. Waje watupe hamasa, waje watushauri si kama wadogo zao, ili mradi wakione kila ambacho tunakiandaa kesho ili tupate kushinda. Wao ni mchango mkubwa kwetu, tunaujua na tunawasamini. Asante sana. Na tuhamie kwanza upande wa mkono wangu wa kulia, ambapo ndipo kuko captain wa timu ya FEB Espoir. Ni kwamba tunatamani kufahamu captain wa timu ya FEB Espoir, ipi ndo majukumu ya nahodha ndani ya uwanja na nje ya uwanja kama captain? Majukumu ya nahodha ni kupambana,
kuonesha bidii kwenye timu na kupatia wenzako moyo, kupambana upate mafanikio mema. Nafikiri ndo hayo tu. Asante sana. Kwamba bwana, sisi hapa tuko katika harakati ya kutaka kufahamu kitu kimoja, kwa sababu dimba linakwenda kuwekwa hapo nusu finali. Kwa upande wako wewe, kama wewe kapteni wa timu ya FEB Espoir pamoja na wachezaji wengine, mmejipangaje kwanza kwenye hatua hii ya nusu finali? Mimi kwanza niseme nishukuru wenzangu wachezaji wa kufika kwenye hatua kama na hii. Ni kitu kizuri sana, tumepambana na bado hatujafika. Lazima tukaze buti, tupambane, tufikie malengo. Hiyo ndio nia yetu kuu kwenye ligi hii. Asante sana. Ndio. Kufikia malengo ni yapi labda? Sisi malengo yetu ni kuchukua kombe. Endapo kama Mungu atasaidia, na sisi wachezaji tupambane, tupige zoezi sana, tufikie malengo yetu. Asante sana. Bwana, ni kwamba kapteni wa timu ya FEB Espoir ahidi mafani za wachezaji wengine wa FEB wajitokeze kwa wengi katika harakati ya kujumuika kwenye mazoezi ili wapate kutoa taji hili ambalo wamewekewa ndani ya mwaka 2026. Hapo ulipo ni kwamba tukutane kwanza kwenye makomenti tupate kudadisi kitu kimoja, mimi na wewe mpenzi mtazamaji wa MBL Online TV. Unaamini kwamba timu ya FEB Espoir kupitia mazoezi wanaweza wakafaulu kweli kwenda kutoa taji hili, aidha wanaweza kafaulu kweli kufika kwenye finali, au vipaji ambavyo wako navyo ndio vinawafanya wao kama wao kwenda kuonekana kwamba wao ni nyota wazuri, na kwa sasa hivi wamekwisha kufikia katika harakati ya kuitwa kwamba wao ni wabora? Bro, ni kwamba tuna swali moja ambalo linaweza likawa la utata, lakini tunatamani kwa upande na hekima zako upate kujibu nalo. Swali letu liko hivi: kwa upande wako wewe kama captain wa timu ya FEB Espoir, yani kwamba mechi kama na hizi ni mechi ngumu, tunaelewa kwamba ni mechi ngumu. Kifupi, ile pressing aiza pressure ambayo mnakuaga nayo nyinyi wachezaji katika harakati ya kuandaa mechi kama na hizi. Maana kuna wale ambao washacheza mechi kama na hizi na kuna wengine ambao hawajacheza mechi kama na hizi. Kifupi, ugumu unaweza ukawajia wale ambao hawajacheza mechi kubwa kama na hizi, na pia ugumu unaweza ukaja kuonekana kwa upande na namna mmoja kuja kusababisha vurugu kutokea ndani ya uwanja kupitia pressure ambayo atakuwa nayo. Sawa, unavyouliza ni vizuri na hakuna ugumu wowote ule, kwa sababu mchezaji yoyote ule ambaye anachezea timu ya FEB ameshakuwa mchezaji mkubwa na ana kiwango kikubwa, na hakuna cha ajabu sana, maana wachezaji wote ambao tunawaona tuko kwenye viwango vizuri tu. Ya timu ya Deu moja ni timu nzuri, lakini tutapambana kadri ya uwezo wetu tufanyikishe malengo, lakini kusema kuwa tunaogopa kuna pressure hamna. Hatuwezi tukaogopa kwa chochote kile. Sema tu kwenye mpira matokeo yapo, lakini tutapambana kadri ya uwezo wetu tufanyikishe kila ambacho tunakilenga, ndugu yangu. Asante sana. Basi mashabiki wa FEB Espoir kwamba wanakuona kwa upande wao kwa mchezo kama wa siku ya nusu finali unachukuliaje? Mchezo utakuwa vizuri na tutapambana, tutaonesha nia ya kitu fulani, mashabiki zetu wafurahi, waje tu kwa wingi, waje kuona mchezo wa timu ya FEB kwa kila ambacho tutakifanya, na hisi watafurahi zaidi. Asante sana. Bwana, kilicho la mwanzo wa kikosi mwisho, lakini hapa hatujafika hitimisho kipindi chetu. Ni kwamba tunamuona kaka Braza hapa yupo kinyonge sana, naye tunatamani kumuuliza 1 2 3 kuhusiana na kwamba tuko kwenye kampeni ya kutafuta yupi ndio kocha ambaye anatakiwa kuwa bora. Mimi ni mchonganishi kidogo. Utanisamehe kwa hiyo. Makocha ambao wapo katika hatua ya nusu finali: Matampi, Kilozo, Serikali, Medare, ndo makocha 4. Karata yako iko wapi? Mimi najua namwamini sana kocha wangu. Wale makocha ambao wako katika hatua ya nusu finali ni 4. Usiwe nafiki, naoza. Mimi nafikiri makocha wote ambao wapo kwenye hatua hii wanafanya vizuri. Na ndio maana muda huu tupo hapa sote 4. Timu zote 4 zipo. Ina maana tunaonesha kiwango kizuri. Mimi siwezi nikasema kuwa kocha fulani hamna, lakini kwa upande wangu mimi nitasema kocha wangu, kwa sababu sote tumeshakuwa kwenye hatua moja. Kwa hakuna cha ajabu sana. Kwa hiyo ndio hivyo, kocha wangu ni mzuri kwa sababu hata na mimi nipo kwenye hatua ya nusu finali. Kama Gisu unavyotaja au mwingine makocha wenyewe wapo kwenye hii hatua. Kwa wote neno moja kwa timu ya Diwani. Nimekuelewa na uzao wangu. Neno moja kwa timu ya Diwani. Mimi navyo kitu ambacho mimi naweza nikakiongea ni kuhusu wajitahidi, wapambane, lakini nahisi Mungu atasaidia, tutapata mafanikio. Waje, ni timu nzuri na wanaweza, wanajua,
lakini wajipange tu. Kazi wanayo, wajipange vizuri kabisa. Asante sana. Bwana, kwa upande wa Afrika namba 11 wa timu ya FEB Espoir, kwa upande wako unahisi kwamba FEB ndo wamefikia mwisho wa kuendelea na michuano hii ya Furaha Mkimbizi Cup? Kwanza ndo tumeanza. Ndio mumeanza. Hapa ndo tumeanza. Ina maana kwamba tunaitaka kombe. Mnaitaka kombe. Neno moja basi kwa finali ni lazima. Kwa hiyo D1 ni timu kubwa tunaiheshimu. Waendelee kujipanga kama sisi tunavyojipanga ili tupambane vizuri kwenye game hiyo ambayo itapigwa Ijumaa. Asante sana. Bwana, ni kwamba hapa tumefika hitimisho wa kipindi chetu ambapo nilikuwa na makapteni. Ni kwamba wamemkataa Kilozo, wamemkataa Medari, wamemkataa pia Matampi. Wamkubali serikali kuwa kama ni kocha mzuri kwa upande wao, kwa sababu amefikisha timu yao katika hatua ya nusu finali, na wana matumaini ya kusema kwamba anaweza akatoa taji hili endapo tu tulivu utakwenda kuonekana. Ni kushauria kitu kimoja, share video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, ili na wao wapate kuelewa nia ya wachezaji wa timu ya FEB Espoir. Nia yao ni kuhakikisha malengo inakwenda kutimia ya kwenda kufikisha timu kwenye finali, kwa sababu taji kama na hili FEB Espoir ni kwamba wanadahiwa pamoja na mashabiki zao. Bye, nikutakie kila laheri, tukutane kwenye vipindi vingine.